Hamjambo mtazamaji wa television Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika uchambuzi wetu wa habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Uchambuzi wake Janvier Emmanuel Kaluya, Muteba akiwa na miliki mitambo. Mahali popote ambapo ulipo ni kukaribisha kuweza kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika siku ya leo. Leo ni tariki 28 mwezi wa 10 mwaka 2025. Mahali popote ambapo ulipo katika kona ine za dunia, ukiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kuweza kujiunga kwenye channel yetu Muteba TV, usikose kabisa kulike, kushare, comment, ili kabisa tunapotoa habari zetu kila leo uwe wa kwanza kuweza kuzipata. Moja kwa moja tukaribishe kuweza kuungana nasi katika uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Karibu. Katika vichwa vyetu vya habari ambavyo tutakavyochambua kwa siku ya leo, habari ambazo ziliweza kabisa kuvunja rekodi wiki hii ni pamoja na kijana mmoja mwenye umri wa miaka 15 aweza kuuliwa kwa kupigwa risasi huko maeneo Kigure Muyange na watu ambapo wasiojulikana. Kibarua chake David Bubasha, mbunge wa jimbo la Sud Kivu, ambaye amemuomba gavana wa jimbo la Sud Kivu Jean-Jacques Purusi kuweza kujieleza mbele ya wabunge wachaguliwa wa jimbo la Sud Kivu. Kibarua hicho ambacho kiliweza kupingwa kabisa na baadhi ya wabunge. Waganga jimboni Kivu ya Kusini kutoka mtaa wa afya tawi la Uvira waandaa kabisa kufanya mgomo wa amani mjini Uvira baada ya kuonekana kuwa kuna miezi 9 mpaka sasa bado hawajapewa pesa zao za mishahara. Na meya wa jiji makamu Kifara Kapenda Kiki ataja kabisa kuridhishwa na uteuzi wake Emeboji kwenye kiti cha spika wa bunge, ambaye kwa sasa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aweza kumupa nafasi baada ya Vitali Kamere kuweza kujiuzuru. Na pia tutamalizia na gwarida la wazalendo kutoka kundi la General Landa Bango ambalo limefanyika hapo siku ya kwanza huko maeneo ya Songo. Utakwenda kujua mengi kabisa ambayo walio yazungumzia. Haya na mengine ni kukaribishe kuweza kujiunga nasi katika uchambuzi wa habari zetu zilizovunja rekodi kwa wiki hii kupitia television yetu. Tuanze moja kwa moja katika habari zetu za kijana mwenye umri wa miaka 16 apigwa risasi na watu wenye kumiliki silaha ambao wasiojulikana huko maeneo ya Kigurwe, ni maeneo tu ya Muyange, ndivyo duru zetu zilikwenda kueleza. Katika television yako tulipata nafasi ya kuweza kuzungumza na kijana Ngwasa na Ndanda Mustafa, akiwa ni kiongozi wa chama cha Majimaji tawi la Uvira, ambaye hakuridhishwa na hali hiyo ambayo imeanza kutokea, huku akidhibitisha kuwa watu wenye kumiliki silaha waliweza kuwasili kwenye makao ya kuchunga ngombe huko maeneo ya Muyange, na baada tu ya kijana huyo waliweza kumtandika risasi na kupoteza maisha hapo hapo. Pia ngombe 2 zilipigwa risasi, na baadhi ya tukio hilo walioendesha kitendo hicho walitimuka nafasi isiyojulikana, kitendo ambacho kiliweza kulaaniwa na baadhi ya mashirika za kiraia huko maeneo ya Kigurwe, tukitaja shirika la kiraia Wazalendo, shirika la kiraia Nouvelle Société Civile, mashirika za vijana tawi la hapo Kigurwe. Walikwenda kulaani kitendo hicho na kuomba serikali kuingilia kati ili kuanzisha uchunguzi, walioendesha kitendo hicho wakamatwe na wahukumiwe na sheria. Kwa upande wake bwana Ngwasa na Ndanda Mustafa kwenda kudhibitisha kuwa kijana huyo aliyefariki mpaka sasa vijana wanaendelea kufanya uchunguzi pia serikali ili kubaini vyanzo vya kijana huyo kuweza kupigwa risasi ambayo yametokezea kwa kumpoteza kijana wetu Irakoze. Amefariki leo. Sisi kesho na sisi tutapita. Leo ilikuwa ni turu yake na sie kesho turu yetu. Lakini tunapenda kualerte, tunapenda kusititiza wa viongozi wasaidie ili tuangalie ile hali jinsi itakomeshwa. Na cha pili, tunaomba wakaaji wa Kigurwe, sio wa Kigurwe tu, na wa plaine yote pia na territoire, tushikane mkono ili kudenonse libaya ambalo linaendelea kwa kuyumbisha amani mu maeneo yetu. Ndugu mtangazaji,
Kibarua chake Davidi Bubasha Tanganyika Davidi akiwa ni mbunge mchaguliwa wa Uvira kwenye jimbo la Kivu Kusini, akwenda kuandika kibarua kikimwomba liwali gavana Jean-Jacques Purusi kuja kujieleza mbele ya ofisi ya bunge, nakala ambayo tuliweza kuipata kwenye televisheni yetu. Davidi aliweza kumshtumu gavana wa jimbo la Sud Kivu uongozi mubaya ambao hauko wazi, ahadi ambazo zisizotekelezwa, pia kuhusu pesa ama kuhusu migodi ama lengo ambazo zilizoondoshwa pale Bukavu baada ya kuingia nchi ya panya. Gavana huyo aliitishwa naye Davidi Bubasha ili kuja kujibu katika kibarua hicho. Katika hali ya kupinga kibarua hicho, kiongozi anayehusika na masuala ya upashaji habari kwenye ofisi yake gavana wa jimbo la Sud Kivu alikwenda kushangazwa na hali hiyo, hatua ambayo iliyochukuliwa na mbunge mchaguliwa wa Uvira, kwani haikuendana na sheria. Baadhi ya wanabunge katika kikao chao walichokifanya hapo Kavimvira, ambacho hakikufanya dakika 30, kilichojaa fujo baada tu ya wabunge hao kuweza kukataa kuwa kibarua hicho hakiendani na misingi za sheria. Zaidi ya wabunge 32 walioshiriki kwenye kikao hicho waliweza kuchagua watu 30 ambao wameunga mkono kibarua hicho kiweze kushimamishwa. Na baada ya hapo, Faustin Kabeza akiwa ni spika wa bunge la jimbo la Sud Kivu alikwenda kushimamisha mkutano. Hapa Davidi Bubasha, baada tu ya kuomba nafasi ya kuzungumza kwenye jukwaa ambapo hakufanyikiwa, baada tu ya mazungumzo na wapasha habari, Davidi alizungumza kuwa kunakuwa na ukeukaji wa haki za kibinadamu. Pia ataja kuwa kuna wabunge ambao wamekula pesa ili kuangusha njia hiyo ambayo imekuwa nyepesi nyelekeo ya kuleta mafanikio mazuri katika jimbo la Sud Kivu. Davidi Bubasha Tanganyika. Que l'interpellation a été rejetée, mais je me pose beaucoup de questions sur la motivation. Quelle a été la motivation qui a poussé la naissance d'une motion incidentielle rejetant mon interpellation? Parce que s'ils disent que non, c'est le problème des noms, les mêmes noms qui est sur l'interpellation, c'est les mêmes qui est sur ma carte de lecteur, c'est le même qui est sur mon passeport. Et donc, moi je prends la position de nos collègues comme quelque chose qui s'était déjà préparé. C'était déjà un coup préparé avant même la plénière. Et d'ailleurs, il me donne aussi le temps de faire d'autres actions parlementaires. À part ça, bientôt là, vous allez me lire. Je vais déposer d'autres actions parce que ce sont des griefs qui ont développé la terreur dans les personnes de ceux que nous avons ciblés comme les interpellés. C'est pourquoi ils se sont mobilisés et par tous les moyens, ils ont appelé ceux qui ne viennent pas, les députés qui ne viennent pas d'habitude dans nos plénières ici, pour venir soutenir leur plan. Vraiment, ça m'a choqué et à un certain niveau, c'est pour moi un temps de revoir les choses et de faire d'autres actions parlementaires. Je vous garantis que bientôt là, vous allez me lire et le gouverneur viendra répondre de ces mêmes griefs. Je ne changerai rien et je ne recule pas. C'est ça mon problème, je ne recule pas. Meya wa jiji makamu Kifara Kapenda Kiki ataja kuunga mkono ukandideti wake Emeboji Sangara kwenye kiti cha uspika wa bunge. Ni baada tu ya kuteuliwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Kujuze kuwa Emeboji amechaguliwa miongoni mwa viongozi kutoka rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada tu ya Vital Kamerhe kuweza kujiuzuru. Katika kikao hicho ambacho kilichofanyika Uvira huko Kasenga, meya wa mji alipata nafasi ya kuweza kuzungumuza na raia akiwaambia mazuri ya Emeboji ambayo
anaendelea kuyafanya kwa faida ya raia wa Uvira na kwa faida ya wakongomani kwa ujumla. Kwa hiyo ni nafasi kwa raia wa Uvira kumunga mkono Aime Boji ili kufanyikisha kile ambacho anachokilenga. Kupitia uchaguzi alifanya kwa serviteri wake pembeni wa mingi, amemchagua ameruhusu Aime Boji aweze kugombea kwa ile kiti ya president ya Assemblée nationale. Na sisi wenye kuwa na watemwanyaji ya ule mtu, kizuri ni kitu kia kuweza kuungwa mkono na kia kushindikizwa, na kibaya ni kia kuweza kukondane. Sasa ile shwa yenye president alifanya ni nzuri kabisa, na sisi wenye kujua uzuri wa kile kitu hatuwezi kubakia kimya. Il faut aseke tupanze sauti na tualike wenzetu wenye tulipatia madaraka yetu, wabunge wetu, waweze kushindikiza ile uchaguzi wa president de la Republique, ndio kuchagua Aime Boji Sangara kuwa exactement president wa parlement yetu. Nafikiri ndio maana ya hii kikao ya leo. Unamshuhudia kwa mazuri gani ukiwa Kinshasa, umetumwa Kinshasa kwenda kuhamasisha wabunge kumpigia kura? Utawapatia ushuhuda gani wa mema ya Aime Boji? Na sisi kwa upa Uvira tunaita Uvira kwa leo mji wa resistance, na kwetu hapa donc preoccupation kabambi sana. Tunafanya historia ya Kongo, na kama tunavamiwa na nani na wavamizi, na hapa Uvira tumetia rideau, tumetia barriere. Sasa hii ni mji wa wazalendo, ni mji wenye watu wanajionesha, wamejitolea upenda hii mji yetu. Na Aime Boji alama kubwa yenye anamarkia watoto wa Uvira ni kusema kama parmi ma delegation tuliweza kuresevoir huku kwetu Uvira, ni mtu wa kwanza mwenye aliunga mkono wazalendo kwa kuwafuata meme kule kwenye vita, kwenye watu wote wanakimbia, yeye alifika pale. Ile ilimarke sana watoto wa Uvira, na ndio maana sisi wote ataki wazalendo tunasimama kuweza kualika wenzetu wa bunge waweze kutusaidia juu yao ndio watachagua, wachague ile choix ya president de la République. Ce n'est pas pour rien que president alimchagua juu anayua kama ni parmi ba collaborateurs wake wako fidèle na wanaweza kumsaidia kwa hii moment mgumu yenye anapitia, kuweza kuangalia jinsi gani mabadiliko yanaweza kuwa yenye sio wote tunategemea. Gwarida la wazalendo mjini Uvira kutoka kwa kikundi la General Landa Bango yafanya gwarida hapo maeneo ya Songo. Lengo na madhubuti ni kuandaa wanajeshi ili kukabiliana na waasi wa M23. Hapa Landa Bango alitaja kuwa muda umefika wa kukomboa nchi na kuchukua vijiji mbalimbali. Baadhi ya wazalendo wenye kundi hilo walitaja wengi wao kuacha shule baada ya kuonekana kuwa kunakuwa na unyanyasaji ambao umeanzishwa na waasi wa M23. Baadhi yao hapa wanaeleza. Tuko bazalendo hapa Uvira. Na kwa mimi kajishi nashika bunduki. Unaniona kwanza nikingali mtoto wa kusoma kwa masomo. Donc juu hapa babwana Banyarwanda ndio wanatuma ke mimi nashindwa enda kwa masomo. Papa mimi niko mtizième première. Twani ninashinda malizia masomo babangu. Lifale gisi nishalitola na shika bunduki yangu, niko napenda niende kupika Barwande. Nibaoneshe kama ke mimi niko mkongomani na nisha kwa pu. Merci beaucoup. Anayesimama hapa ni chief wa General Landa Bango Meshake Dar es Salaam Eloka National. Kama na mimi nasimama hapa, tuko sisi wote hapa wanajeshi, tunataka kugombana. Adui ameshika fasi zetu kule. Tumetoka kwa masomo juu ya kutetea nchi yetu. Na gisi sasa tumetoka kwa masomo, sisi tunao tu neno moja ni kupiga adui. Adui amekamata fasi zetu za mingi. Sisi hatutabakilia hapa Kanzele, tunaomba audience kwa viongozi, tupige Kamanyola, tupige Bukavu mpaka tuingie mu Rwanda.
mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ya uchambuzi yake Janvier Emmanuel Kaluhya. Mahali popote ambapo ulipo, nikutakie usikilivu mwema kabisa wa vipindi vyetu ambavyo vimesalia. Kwaherini.